binafsi. Lakini bwana Lawrence, sababu ana umaarufu kumshinda Sakaja hapa Nairobi. Wacha nikwambie ndugu yangu, umaarufu mtu akuwe na umaarufu katika mtaani haimaanishi kuwa anaweza buka. Na si akikuwa na umaarufu mtaani inamaanisha kwamba hao watu wenye wako mtaani ndio bado wapiga kura. Katika siasa ya Kenya. So guys, kama kawaida ni Kenado Media, ambapo tuko na baadhi ya wafuasi sugu wa alikuwa prime minister wa kitambo. Hapa namzungumzia Raila Odinga. Atatuambia tu kwa china, alafu ni mtu ambaye mmekuwa mkimsikiza, ni mtu ambaye mnamjua na atakuwa anatueleza zaidi. Vipi mzee? Salama kabisa. Kwanza kabisa nimeshukuru kabisa kukutana na nyinyi. Kwa majina mimi naitwa Onyango Lawrence. Mimi ni wafuasi wa Raila kabisa kwa undani. Ambapo sasa hivi vile unatuona tumetoka kwa ile sherehe ya kufagia kaburi. Ndio tumemaliza kutoka jana, tumekuwa huko na tumekuwa na watu wengi sana. Na pia miaka 3 iliyopita za ndani zinasema kwamba wewe ulikuwa baadhi ya watu ambaye ulikuwa na ndoto labda ya kwenda kumuongelesha yule msichana wa Raila, Winnie Odinga. Ikiwa angeingia box, bila shaka ulikuwa unasuggest kwamba muingie kwenye ndoa. Sasa zilikuwa za ndani, sasa sijui kama ni kweli ama ni za uongo. Yote ni uongo, kwa maana mimi niko na familia, lakini Winnie kwa sababu mimi ni politician, naye niliona kwa sababu ako na maono mzuri, yale tuliweza kuzungumza na yeye, tukaona yake na yangu hii inaenda sambamba na yangu. Tukakuwa katika ile pilka ya kushirikiana kisiasa, lakini bahati mbaya hatukupata nafasi kwa sababu alipopata nafasi ya kwenda kule South Africa kwa ile bunge ya Yela. Na sasa labda tukiachana na hayo ya Winnie, hapa tunamzungumzia mzee wetu Raila Odinga. Wewe labda hapa tuko Kisumu kama unavyo watu labda wa mafans wa Kenado Media wanavyoona, hapo tuko Kisumu hapa Kondele. Sasa wewe kama mmoja wa wafuasi wa Raila na pia wewe ni baadhi ya Wajaluo ambao wanatoka huko Kisumu, ungependa labda kuambia nini watu baada ya kifo cha mzee wetu Raila Odinga? Asante sana kabisa. Ile jambo kuu yenye ningeipenda kuzungumza na kuwashauri wale wafuasi wenzangu wa Raila Omolo Odinga baada baba kutuacha, ya kwamba kitu kwanza tuwe na amani. Ya pili, watu wengi wanasema ya kwamba wanajiuliza tutapata baba mwingine wapi na ni nani ataweza kutusimamia na kuunganisha Wakenya vile Raila alikuwa anafanya. Lakini ningewazauri ya kwamba wasiwe na shaka, manake Mungu alituambia katika maandiko ya kwamba hakuna kabila yote ataweza kosa mfalme wao. Kweli. Kwa sababu hata Raila asipokuwa wakati ile Odinga ndio tulikuwa na yeye, alipokufa watu wengi walijiuliza swali kama hayo, lakini baadaye Raila alijitokeza sababu Mungu aliweza kumwagilia mafuta na akaweza kumuita kama mfalme kuweza kuunganisha Wakenya na watu wote katika nchi mbalimbali. Hapo shikilia Mr. Lawrence. Swali langu sasa, baada ya huyu Kenado Media kukuuliza maswali kama hayo, mimi pia niko na swali ambalo ningependa uweze kujibu. Hasa wamekuuliza, ni kweli kiongozi kama Raila Amolo Odinga ambaye wengi wanamjua kama baba, wanamjua Nyundo, wanamjua kama Gwambo, baadhi ya majina kadhaa. Hebu niambie, huyu kiongozi ambaye mnamtarajia ni muda upi kuanzia sasa hivi? Na sasa ukiangalia mzee ameshalala, ni muda upi mnatarajia kiongozi mwingine kuja kukomboa nchi? Hiyo ni swali sambamba kabisa, swali mzuri, lakini sasa hapo naye itakuwa vigumu kujibu, manake katika kabila wala katika community ni Mungu ndiye anaweza kuchagua mtu mwingine katikati ya watu wala kati ya jamii fulani. Lakini kwa sasa, kwa sababu Raila alikuweza kufa juzi, hatuwezi tukajua itachukua muda gani ndio mwingine aweze kujitokeza. Manake watu wengi sasa naona wakingangania wakisema mimi ama mtu fulani ndio atakuwa kingpin ya wale Wajaluo. Lakini kwa muda hasa vile tumetoka saa hii katika sherehe yake ya mwisho, hatuwezi tukasema ni muda gani. Kwa kweli Mr. Lawrence, ni kifo ambacho wengi wamekichukulia maanani sana, ni kifo cha kutatanisha sana. Hebu nikuulize Mr. Lawrence, ni kwamba kama mmoja ama baadhi ya wale mashabiki wa Raila Amolo Odinga, kifo chake
kinachotokea ghafla tu. Hebu niambie, anaposafiri kwenda ng'ambo, kuna wale wafuasi wa serikali ya kisasa ama kwa kusema UDA, ambao kwa mara nyingi wakuulizwa kwamba Agwambo yuko wapi, wanasema kwamba yuko mapumzikoni. Hebu tueleze. Asante sana kwa sababu hayo yote ilikuwa, lakini kuna wale wa ndani kabisa wa mzee Agwambo, wale waliweza kujua ama kujulishwa kuhusu mambo yake alipoondoka nchini. Lakini watu wengi walichanganyikiwa kwa sababu ilikuwa swala ngumu watu kuijua na watu wengine kuizungumzia, kwa sababu ilikuwa ni siri ambapo yenye iliweza kusemekana ya kwamba Raila aliweza kuenda katika hospitali ya Nairobi Hospital, akaweza kupata matibabu kidogo, lakini baadaye ghafla akaweza kuizungumza na wale wa ndani wake, wale walikuwa karibu na yeye, ya kwamba ataweza kuondoka nchini na aweze kuenda kuangalia matibabu kwa sababu kuna dawa yalikuwa anaweza kuitumia. Asante sana Mr. Lawrence. Tukiachana na hayo, swali la mwisho ni kwamba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ambaye alikuwa ni Prime Minister wa Kenya, hebu tuangalie katika maziko yake. Inafaa tumkumbuke kama mtu mmoja ambaye ni wa heshima sana, na tukiangalia katika maziko yake, tungependa sana kaburi lake liwe ni kaburi ambalo ni la kumbukumbu. Unapoenda, unaweza enda pale wakati wote ule na ubonyeze kidude fulani, kisha lile kaburi lifunguke, tuwe tunamuona, tutakuwa na furaha. Wasemaje kaka? Asante sana. Ni swali haya yote unajua inafanyika na watu wengine kama sisi binadamu, tunaweza kuzungumza kuhusu hayo yote. Lakini kwa sababu Raila alikuwa ni mzee ambaye ya heshima kabisa, na mtu ambaye alikuwa na maono mengi, na maono ya kisasa, maono ya ndani zamani, ambapo kawaida ya jamii ilipokuwa na mzee fulani ambayo wazee ama jamii fulani walikuwa wanamuogopa na wanamheshimu na anaweza kuwapea mashauri, anapokufa katika kaburi yake, watu wengi wanaamini ya kwamba unapoenda siku fulani baada ya mazishi ama baada ya miezi fulani baada ya kuzikwa, unapoenda katika kaburi, kuna mambo mengi unaposimama pale ukaweza kuomboleza, kuna baraka tele na mambo mengi. Watu wanaamini ya kwamba unapoomboleza, ukitoka unapoenda nyumbani, katika ndoto anaweza kuzungumza na wewe na kuambia yale inatakikana na vile unazafanya na mambo na njia zingine isifunguke. Kwa hivyo kaka, kaburi la Raila Amolo Odinga ambayo ni mheshimiwa tena Prime Minister lilifungwa kabisa, aliwezi funguliwa tena. Haziwezi funguliwa kulingana na vile iko, haikuwekwa kwa njia kama ile hayati mzee Kenyatta, ile mtu anaweza enda na akaona mpaka wale wajukuu, lakini yeye yake aliweza kuizungumza. Asante sana. Labda tukiachana na kifo cha mzee Raila Odinga, ningekuuliza swali moja. Unaonaje chama cha ODM hivi kwamba baada ya mzee kwenda zake, chama kitazalia kuwa namna kilivyokuwa, ama kidogo kuna nyuta pale ambazo zitaanza kugawanyika? Kwa sasa siwezi nikaweza kutabiri vile chama itakapokuwa, lakini kwa sasa vile nimeona chama hiko imara, isipokuwa hii ni kitu tunaitwa political analysis. Watu wengi wanasema ya kwamba chama cha ODM itaweza kusambaratika hivi punde, ambapo hizo ni njia moja mbili tatu ya kuidanganya na kuweka uoga katika njia ama katika akili ya watu, ili watu waweze kutoka kwenda chama chingine, kutoka chama cha ODM. Lakini mimi vile ninaposema chama cha ODM itazidi kuwa imara vile ilivyokuwa, iko intact. Hivi wewe, labda kabla ya mzee kutuacha, wewe ulikuwa na msimamo gani? Manake hata wakati baba alikuweko, kulikuwa na upande wa kina Babu Owino na pia kulikuweko na upande wa kina Gladys Wanga, wale ambao wako kwenye serikali. Ile hali watu kama Babu Owino na Sifuna tulikuwa tunaona pale kidogo ni kama wanampinga Rais William Ruto. Wewe una msimamo gani? Uko upande upi, wa kina Babu Owino ama upande wa kina Gladys Wanga? Asante sana. Kumbuka Gladys Wanga ni mwenyekiti ya chama cha ODM na Sifuna mwenyewe ni katibu mkuu. Na kawaida hata kwa katika boma, kama kuna kijana ama kuna mtoto anaenda against na
masharti za baba lazima atengwe. Babu Owino sio mbaya, wala hatuwezi sema hakuwa anatakana ama hakuwa anapendana na Raila, lakini ni katika umri fulani yako nayo inaweza kufanya nini, akaweza kumfanya akwe na kierere kidogo, lakini bado ako katika ODM. Lakini vile ulivyoona wakati mwingine katika runinga ya kwamba Sifuna alipokuwa akiongea watu wengi walikuwa wanampinga, lakini alipokutana na baba katika mkutano mbalimbali, baba aliweza kutaja jambo fulani muhimu sana, akasema hiyo sauti ya Sifuna ndio sauti ya chama. Kwa sababu kumbuka watu wengi walisahau Prime Minister hakuwa kwa serikali, bali alikuwa katika upinzani. Na unapokuwa katika upinzani ni njia ama ni kazi yako kuipinga yale serikali anapofanya kinyume cha katiba yetu ya Kenya. So yale yote Ruto alikuwa anafanya kama rais, ndio ilikuwa labda inakera katibu mkuu ya chama cha ODM, ndio maana alikuwa anaongea yale ulikuwa ungeweza kuisikia alipokuwa akizungumza. Kweli. Na labda tukitoka pale, labda pale kwenye chama cha ODM tukuja hapa Nairobi, kuna bwana Sakaja ambaye ndio gavana wa sasa wa Nairobi, na pia kuna Babu Owino. Hivi kwa maoni yako unasema kwamba ni nani ataweza kupigiwa kura katika mwaka wa 2027 katika ugavana wa Nairobi? Ni swali mzuri, na pande nyingine ni swali ngumu, kwa sababu vile unavyojua siasa ni kama karata. Unaweza ukaitabiri ama upredict ya kwamba fulani ataweza kuibuka ushindi kwa sababu okay, wacha nikukate kidogo. Ingekuwa kesho ni siku ya kura, nani angeweza kupita? Nani angeweza kumpika mwingine? Kwa sababu ya maono ya watu wala maoni ya watu, tungeiona, kwa sababu Sakaja sasa hivi ndio gavana ya Nairobi ambapo bado katika kiti yake. So mimi upande yangu naona Sakaja angeweza kuienda, kwa sababu Babu pengine angekimbia aende asimame na chama chingine labda ya kibinafsi. Lakini bwana Lawrence, si Babu ana umaarufu kumshinda Sakaja hapa Nairobi? Wacha nikwambie ndugu yangu, umaarufu mtu akwe na umaarufu katika mtaani haimaanishi kuwa anaweza buka. Na si akiwa na umaarufu mtaani inamaanisha kwamba hao watu wenye wako mtaani ndio bado wapiga kura. Katika siasa ya Kenya ni kigwegeo. Kumbuka wakati mwaka wa 22 Mheshimiwa Prime Minister alikuwa na umaarufu katika nchi yetu, katika sehemu zote za Kenya, ambapo tungeweza ama tungefikiria kwamba yeye ndiye ataibuka ushindi, lakini ilipofika katika uchaguzi tulipata Ruto alishinda. So inakuonyesha wazi ya kwamba katika siasa ya Kenya sio ule ako na umaarufu ndio anaweza ibuka ushindi, lakini kwa sababu ya ile kuongea ama watu wanapenda, lakini katika manifesto ile hako nayo. Lakini bwana Lawrence, labda tukiachana na mambo ya siasa kidogo, kwa maisha yako ya kawaida, ni miaka 3 tulikuona ulikuwa jamaa ambaye hukukuwa na kakitu, lakini sasa hizi tangu uanze kuwa karibu sana na chama cha ODM na baba Raila Odinga, siku hizi unakuona unatumia magari tofauti. Ni nini ilifanyika kwa muda wa miaka 3? Asante sana, ni swali mzuri, kwa sababu tulipokuja Nairobi, ni vile nilikwambia, baba alikuwa ni baba yetu ambayo hata tungeweza kumsengenya tukue hata ndani ya bathroom. Ni baba ambayo tulikuwa tumheshimu ama anapokuweka na katika kazi, kwa sababu ile kazi tunafanya ni kazi ya serikali. Itabidi ukuwe na heshima katika shughuli ama katika eneo ambapo unaweza kufanyia kazi. Na ndio maana, lakini gari yenyewe ni ya serikali. Kuna rumors zinasema kwamba wewe ni jamaa kwa miaka 3 uko na shamba Ruai, uko na shamba Kamulu, uko na shamba Syokimau. Kulikuwaje, ama ni rumors za uongo? Hizo ni zile katika maono ama kuongea ya watu. Mtu pengine ameona umetembea katika mahali ama sehemu fulani, mtu anaanza kusema ya kwamba huyu ako na shamba mahali fulani. Kaka una swali?
Bila shaka nashukuru sana kwa majibu hayo yote ya Mr. Lawrence. Kwa ukweli Lawrence amekuwa ni mtu ambaye ni wa maarifa, mtu ambaye ni wa kutarajiwa kabisa, na leo hii tunapopata nafasi kuongea na kuzungumza naye katika kikao hiki ama katika mahojiano haya, ningependa pia kumuuliza kwamba wasema nini kuhusu, bado ni pale pale tu, kwa sababu bado tuna huzuni, tuomboleza kabisa kifo cha mzee Raila Amolo Odinga, na kuuliza kwamba kuna baadhi ama kuna tuhuma kwamba kuna moja ya gavana ama mmoja wa gavana ambaye kabisa ama kwa kweli kifo cha mzee Raila Amolo Odinga amekufurahisha sana. Wasema nini? Ngoja. Wewe kaka, wewe umetoka media gani bwana? Wewe swali yako inachukua dakika 10 na mtu anafaa kujibu kwa muda wa sekunde 3. Mbona unauliza swali? Ni mzuri kwa sababu lazima aulize swali ya undani kabisa. Asante sana, nimefurahia na hilo swali lake ambayo ameweza kuniuliza. Vile unapojua katika kifo chake cha waziri ambaye katika kifo chake aliyekuwa waziri mkuu. Kifo chake ilitusangaza sababu ni kitu ya kuumiza sana moyo, kwa sababu ndio kifo chake halipokuwa ikakuja kighafla, hakuna mtu aliweza kutarajia. Naam, kuna yule ambaye ameshangilia na baadhi mmoja wa wale magavana. Wao wasema nini kuhusu huyu gavana licha ya kwamba amejiuzulu kutoka wadhifa fulani? Wasema nini? Maana bado ameshikilia pale pale. Ukiangalia siasa ya Kenya ama siasa ya dunia mzima, tunaifananisha ama tunaipimanisha na yale yaliyokuwa kuwepo kitambo katika Biblia. Ya kwamba mfalme inapokuwa mahali, kuna wale watakuwa wanampenda na kuna wale wataudhika na yeye. So yende kawa yeye pengine alikuwa na personal issue na mzee ambaye alikuwa waziri mkuu, ambapo anaweza kuitoa hiyo matamzi yenye inakera watu wengi. Sasa tumeshukuru sana kwa muda wako bwana Lawrence. Tumekupata ukiwa busy, lakini naamini kwamba tutaweza hivi karibuni tutaweza kukuita pale katika ofisini zetu pale Utawala, na tutakuwa na muda mrefu wa kufanya nawe mahojiano ya moja kwa moja mahali pazuri na sio hapa Kisumu. Sisi tuko pale Nairobi pale Utawala. Asante sana bila shaka Mr. Ken ambaye ni mwenza wa mahojiano haya, tunashukuru sana. Sasa turuhusu Mr. Lawrence tuchukue kopo la maji wakati mwingine. Asante sana. Lakini ambia mafans wa Kenado Media wa subscribe hapa kwa Kenado Media. Asante sana. Waambie. Nitaweza. Waambie hapa live akina fans wote wa Do Media, Kenado Media, ningewashauri ya kwamba msubscribe kila moja, ndiposa uweze kujua mengi kuhusu yale yanayofanyika, yale yanayojiri katika nchi yetu ya Kenya. Kweli. Asanteni sana na Mungu aweze kukubariki. Nawe pia. Asante. Thank you for choosing Kenado Media as your primary news platform. Kwa kuendelea kutazama video zetu, tunatutia moyo kufanya utafiti na kukuandalia taarifa kutoka kote duniani. Cha kufanya wewe ni kusubscribe, kucomment, kulike na kushare kwa watu wengi zaidi. Kenado Media, home of trends.